Tuangalie siasa za vyama ambapo kirara wa ODM Oburu Oginga ametangaza kwamba amepewa idhini rasmi na wafuasi wa chama hicho kuzungumza na vyama vingine kuhusu ushirikiano wao wa mwaka 2027. Aidha, kinara huyo ametangaza kwamba chama hicho cha chungwa hakitamfukuza yeyote, akiwataka wasioridhika kuhama chama, kama anavyotuarifu Seth Olale. Ni mkutano ulioandaliwa katika uwanja wa Kamukunji, eneo bunge la Kibra, saa 48 baada ya kamati simamizi ya chama cha ODM kumuidhinisha kinara Oburu Oginga kuendeleza mazungumzo na chama cha UDA kuhusu uundaji wa mrengo mpya wa kisiasa. Na tuta negotiate na hawa from a point of strength, not from a point of weakness. Ni msimamo ulioungwa mkono na viongozi wa chama hicho waliohudhuria mkutano huo. Yeye party leader wetu aanzishe mazungumzo na vyama ambazo ziko like-minded, ikianza na chama cha UDA. Huku katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna na naibu kinara Godfrey Osotsi wakikosa kuhudhuria mkutano huo, Oburu alisema hakuna yeyote atakayefukuzwa kutoka kwa chama hicho ila wakiondoka wenyewe. Na sisi lazima tuendelee pamoja, na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe. NDC ifanywe Nairobi, sauti ya wana ODM isikike, kama wanataka kwenda upande hii ama upande wa Oburu Odinga. Gavana ambaye atakuwa wa Nairobi lazima atakuwa ni wa ODM. Viongozi wa Kamkunji, hatutaki hiyo mkutano ya Sunday hapa. Chama hicho kikitangaza kwamba itatekeleza mapendekezo ya ripoti ya NADCO na vilevile kuwafidia waliobomolewa makao na shirika la reli nchini. Viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na kinara wa chama hicho Daktari Oburu Odinga wametangaza kwamba vilevile watazuru maeneo mengine ili kuuza sera za chama hiyo.